Spika wa bunge la Iran na kiongozi wa timu ya mazungumzo ya nchi hiyo, Mohammad Bagheri Ghalibafu, amekanusha vikali madai ya Marekani kwamba fedha za Iran zilizofunguliwa baada ya kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo zitatumika kununua mazao ya kilimo kutoka Marekani. Kupitia ujumbe aliochapisha katika mtandao wa X siku ya Alhamisi, Ghalibafu alisema madai hayo hayana ukweli, akisisitiza kuwa Irani ndiyo itakayoamua matumizi ya fedha zake kulingana na maslahi ya taifa. Marekani inadai kwa uongo kwamba mali zetu zilizofunguliwa zitatumika kununua mazao yao ya kilimo. Kinachovunwa sasa ni kile walichokipanda wao wenyewe kwa miongo kadhaa na kutoaminiana, aliandika Ghalibafu. Kauli hiyo inaendana na msimamo uliotolewa mapema na viongozi wengine wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmail Bagei alisema fedha hizo zitatumika bila masharti yoyote kwa kuzingatia maslahi ya taifa, huku maamuzi ya ununuzi yakitegemea ubora na bei ya bidhaa. Naye gavana wa Benki Kuu ya Irani Abdulnasir Hemati alisema Irani haina wajibu wa kununua bidhaa za kilimo kutoka Marekani, ingawa haitazuia kufanya hivyo ikiwa bidhaa hizo zitakuwa na bei nzuri na zenye ushindani. Kauli za viongozi wa Iran zimekuja kufuatia matamshi ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliyedai kuwa fedha hizo zinaweza kutumika kununua soya, mahindi na ngano kutoka Marekani. Rais Donald Trump naye alisema fedha hizo zitawekwa katika akaunti maalum inayodhibitiwa na Marekani na kutumika pekee kununua chakula na dawa kutoka nchini humo. Tofauti hiyo ya msimamo inaonyesha kuwa bado kuna mvutano kati ya Tehran na Washington licha ya nchi hizo kusaini hati ya makubaliano ya amani MOU tarehe 18 Juni inayoweka kipindi cha siku 60 za mazungumzo kuelekea makubaliano ya mwisho kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kuondolewa kwa vikwazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi na mwenzake wa Oman Said Badr bin Hamad Al Busaid walifanya mazungumzo kwa njia ya simu kuhusu usimamizi wa safari za meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mazungumzo hayo yalifanyika baada ya Iran na Oman kukubaliana kuunda kamati ya pamoja itakayojadili mfumo wa baadaye wa kusimamia usafiri wa meli katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Mawaziri hao walisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa mashauriano ya kitaalam ili kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini unazingatia sheria za kimataifa na kuheshimu mamlaka ya kila taifa. Kwa upande mwingine, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetoa onyo jipya likisema kuwa njia pekee halali kwa meli kupita katika mlango wa Hormuz ni zile zilizotangazwa rasmi na mamlaka za Iran, likionya kuwa kutumia njia nyingine ni hatari na hairuhusiwi. Nchini Bahrain, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema Washington inalenga kujenga mazungumzo yenye tija na kufikia makubaliano mapya na Iran. Alisisitiza kuwa Marekani haitafanya uamuzi wowote utakaohatarisha usalama na maslahi ya washirika wake wa Ghuba ya Uajemi, huku akisisitiza kuwa mlango wa Hormuz haumilikiwi na taifa lolote na kwamba kutoza ushuru kwa meli zinazopita katika njia hiyo hakutakubalika. Sasa huu mjadala kuhusu fedha ambazo zimeachiliwa na Marekani zilikuwa ni fedha za Iran ambazo zilikuwa zimegandishwa kwa miaka mingi sana unazidi kuongezeka, ambapo viongozi wa Marekani wanadai kwamba fedha hizo zitatumika kununua mazao ya kilimo kutoka nchini Marekani, lakini viongozi wa Iran wamesema kwamba hizo ni fedha zao na hakuna mtu yoyote ambaye anapaswa kuwapangia kuhusiana na matumizi ya fedha hizo. Hivyo wao watakachokifanya ni kwamba kama mazao hayo ni bora na yana bei nafuu, basi watayanunua, lakini si kwa kulazimishwa kwa jinsi ambavyo viongozi wa Marekani wamekuwa wakisema. Mijadala ni mingi inayoendelea kuhusiana na fedha hizi, lakini cha msingi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.